Ninachojua mimi, ndoa sio kitu kibaya. Watu wengi sana wamekuwa wakiwaambia sasa hivi watu kwamba wasiolewe, ndoa ni kitu kibaya, lakini hapana. Wewe kama unatamani kuja kuingia kwenye maisha ya ndoa, cha kwanza ninachotamani kukuambia ukijue hasa, kabla hujaolewa, yani unapopata mwanaume anayetaka kukuoa, cha kwanza hakikisha huyo mwanaume amekupenda sana. Yani wewe mpende, lakini yeye ndo akupende sana. Yeye ndo akuchague wewe. Baada ya hapo, kitu cha pili ambacho natakiwa kizingatie, mwanaume awe na utu. Jamani, kitu kinaitwa utu, watu tunasahau sana kukichunguza kwa wanaume. Yaani utu ni kitu cha muhimu sana, yani ni sifa ya muhimu sana mwanaume kuwa nayo. Kwa sababu utu ndio kitu kinachomfanya mwanaume akutendee wewe vizuri, yani anakuwa yeye hafundishwi na mtu kukutendea wewe vizuri. Mtu mwenye utu huwa anatambua kabisa kwamba kuna vitu hawezi kumfanyia mwenzie kwa sababu hata yeye akifanyiwa hawezi kujisikia vizuri. Yaani mtu mwenye utu ni mtu ambaye anajali nafsi za watu wengine pia, sio mbinafsi. Yaani anakuwa anajua yeye mwenyewe kujibalance kwenye kila kitu. Ukiolewa na mwanaume mwenye utu, yeye mwenyewe anakuwa anajua kwamba kuna vitu sio vya kumfanyia mwenzio. Na ndio maana kuna watu leo mnaishi kwenye ndoa, wanaume zenu hawaonyeshi usaliti hata mara moja. Ni kwa sababu huyo mwanaume anakuwa na utu, anatambua kabisa kwamba kumuonyesha mwenza wangu usaliti ni kitendo ambacho kinamuumiza, kwa hiyo sio sahihi. Ana utu ndani yake. Ama mwingine yeye anaweza kaamua tu kuwa mwaminifu kwa sababu ana utu, anatambua kwamba usaliti sio jambo zuri kwenye ndoa. Au hata kama anakusaliti, atakusaliti kwa siri, hutokuja kumkamata kwa sababu ana utu. Hiyo ni sifa ya muhimu sana mwanaume kuwa nayo. Kitu cha tatu, ili usiende kuteseka kwenye ndoa, usiwe mtu wa please mwanaume, yani kumuombaomba kwamba nioe, hapana. Yani ili maisha yako ya ndoa yaende kuwa vizuri, mwache mwanaume akuchague mwenyewe na akuoe kwa wakati yeye ambao amehitaji. Isionekane kama wewe ulimlazimisha kwa namna yoyote, yani kwamba ulikuwa unamuhimiza kukuoa, usimuhimize. Lakini kwa nini wanawake wengi sasa hivi tumekuwa watu wa kuwahimiza sana wanaume kwamba nioe, utanioa lini? Hii ni kutokana na kwamba wanawake wengi tunaruhusu wanaume watujue kiundani kabla hawajatuoa, yani kabla hawajaingia na sisi kwenye maisha ya ndoa. Mwisho wa siku hiyo inatufanya tuishi kwa wasiwasi, yani tayari unakuwa unahofia mwanaume tayari ameshanijua undani wangu. Kwa hiyo huwezi tena kurelax, inabidi na wewe uwe kwenye foleni ya watu ambao wanamplease mwanaume ili akuoe. Yani unakuwa unamuomba nioe, matokeo yake ndio hayo kwamba sababu au chanzo inakuwa ni wewe kukubali mwanaume akujue kiundani kabla hajakuoa. Lakini kama ukiwa umejilinda kama binti, mwanaume hajakujua kabisa kabla hajakuoa, unakuwa ni mtu ambaye umerelax. Huwezi kuwa na haja ya kumplease mwanaume kila wakati nioe. Utakuwa ni mtu ambaye umerelax kwa sababu una uhakika kwamba hata asiponichagua mimi, utu wangu ataniachia. Sijui kama unanielewa. Na kitu kingine, ili uende ukafurahie maisha ya ndoa, nenda ukaishi kama mwanamke. Sijui nisemeje. Yani sasa hivi kuna mambo mengi sana yanayoendelea ambayo yanasababisha wanawake kutokwenda kuishi kama wanawake. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mimi bado naamini kwenye ndoa. Bado naamini kwenye kitu kinaitwa ndoa. Naamini kwenye kitu kinaitwa ushirikiano, yani watu wawili kujenga familia. Hicho kitu mimi nakiamini binafsi yangu. Japokuwa najua sasa hivi kuna watu wengi wenye mitazamo tofauti na haya mambo ya ndoa. Wewe nenda kawe mwanamke, ka play part yako kwenye sehemu ambazo wewe mwanamke unatakiwa kutumika. Yani wewe kama unatakiwa usimamie sehemu fulani, kama mwanamke kasimamie. Na sehemu ambayo mwanaume anatakiwa aende kasimamie, mwache mwanaume ndo aende kasimamie. Yani jukumu la kwako kama mwanamke beba, na yale majukumu ya mwanaume mwachie na yeye pia ayabebe kama mwanaume. Tatizo sasa hivi kinachoendelea, wanawake wengi wanatengenezwa kuwa wanaume. Na ndio maana ndoa haziwezi kwenda kudumu. Yani unapoenda kwenye ndoa hutaki kukaa kama mwanamke, unataka na wewe uwe kama mwanaume. Matokeo yake hakuwezi kuendelea kuwa na familia imara, hapo mnaishia tu kuachana. Sijui kama unanielewa. Na kingine, utakapoingia kwenye maisha ya ndoa, jitahidi sana mambo ya ndoa yako yawe siri ya wewe na mwenza wako. Yani maugomvi yenu manini yawe kati ya wewe na mwenza wako. Hiyo inarahisisha kidogo kwa wewe. Changamoto zenu kama ni ndogo zitamalizika kuwa ndogo na itabaki kuwa siri yenu. Lakini kuhusisha watu kwenye mambo yenu ya ndoa huwa inasababisha watu wengine kukutwisha.
matatizo ambayo hukutarajia. Mfano, wewe umekutana na tatizo dogo tu ambalo mwanaume wako amekuelewesha, mmeelewana na maisha yanaendelea kwa amani. Ukishamshirikisha mtu mwingine, ataingizia mawazo yake, ataingizia mambo ambayo yeye aliyapitia, ataingizia experience yake, matokeo yake unaweza kujikuta hilo tatizo limekuwa kama kubwa kwako na ndoa yako ikashindwa kudumu. Kwa kweli mimi naamini katika ndoa, japokuwa sasa hivi kuna haya mambo mapya yanakuja, sitaki kuyataja, yanaleta shida. Wanawake wengi sasa hivi ambao wako kwenye ndoa wanadhihakiwa kwa kuitwa ni wanawake ambao wanaitwa pick me, yani wanawake ambao wanajishusha thamani zao kwa sababu ya wanaume. Yani hicho kitu jamani, hayo mashambulio ni makubwa sana. Naona kabisa familia zikienda kushindwa kusimama, wanawake wengi wakiacha kukaa kama wanawake wanaenda kuwa kama wanaume, kwa sababu hii ajenda ina nguvu sana. Nimesikia wakiwaita pick me, kwamba kila mwanamke anayeishi chini ya mwanaume, anayekubali kumtii mwanaume, anayekubali kunyenyekea mwanaume, wanamuita pick me. Wewe kuwa mpole kwa mwanaume, kumpigia magoti mwanaume, kufanya kila kitu, wanakuita pick me. Kwa hiyo kuwa makini sana ili uende kufurahia maisha yako ya ndoa. Vitu vingi sana unatakiwa kuviepuka, elimu usizozijua usijifunze. Nenda kaishi tu maisha yako. Ukibahatika mwanaume ambaye mtaendana, mwanaume ambaye atakuheshimu, mwanaume ambaye atakuwa na utu, maisha yako ya ndoa yanaweza tu kuwa vizuri. Huna haja ya kujifunza chochote cha tofauti ambacho kinakuondoa uwanawake wako, kinakuondoa wewe kwenye asili yako, kinakufanya wewe upambane na jinsia nyingine, kinakufanya wewe uhangaike kuwa sawa na mtu mwingine. Achana navyo hivyo vitu ili uende ukafurahie maisha yako ya ndoa. Na mwisho wa siku mimi niseme kwamba wako watu ambao watashindwa kuingia kwenye maisha ya ndoa kwa sababu ya vitu wanavyojifunza. Watu wengine hawatoi kabisa details za kuonyesha ndoa kwamba ni kitu kizuri. Wanaongelea ndoa kwenye upande mbaya tu. Kwa hiyo mwisho wa siku watu watashindwa kuolewa. Hiki kitu watu watashindwa kukiexperience. Hiki kitu watu watakiona ni kibaya. Ila binafsi yangu mimi bado nitaendelea kuziongelea ndoa kama kitu kizuri ambacho nimewahi kukiexperience.